Mpendwa mtazamaji, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu siku ya Ijumaa. Tafakari yetu tunaipata katika Injili ya Marko sura ya 4 aya ya 26 hadi ya 38. Yesu anawafundisha wanafunzi wake juu ya ufalme wa Mungu, akitolea mfano huu kwamba ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikamea ikakua asivyojua yeye. Tumeshaona juu ya habari za mpanzi kwamba mbegu ni neno la Mwenyezi Mungu ambalo linapandwa ndani ya mioyo yetu, na mpandaji ni Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe. Hivyo basi, anapozungumza kwamba ufalme wa Mungu ni kama mtu aliyemwaga mbegu, maana yake Mwenyezi Mungu amemwaga neno lake ndani ya dunia hii, ndani ya mioyo yetu. Neno lake lipo. Ndio maana kuna kipindi Yesu alizungumza akasema, ufalme wa mbinguni uko ndani yenu. Utawala wa Mwenyezi Mungu, Mungu yupo. Kwa hiyo kama utawala wa Mwenyezi Mungu uko ndani ya mioyo yetu, utawala wa Mwenyezi Mungu uko hapa duniani, basi huo ufalme wa Mwenyezi Mungu, ilo kanisa la Mwenyezi Mungu lililoko hapa duniani ambalo ni watu wake, lipo katika hali ya namna gani? Ndipo basi anazungumza kwamba kanisa lake kwanza ni Mwenyezi Mungu, yeye ndio aliyelipanda, alafu ameliacha likue lenyewe. Liko njiani, kanisa limepandwa na Mwenyezi Mungu ili liweze kukua. Ukuaji wake watu wanaweza wasione kama vile mmea unavyokuwa. Yaani kanisa linaweza likapita katika kipindi, au unaweza ukaona kwamba kanisa linapita katika kipindi kigumu, usilione kanisa linavyokuwa, ukasahau kwamba aliyelipanda ili kanisa ni Mwenyezi Mungu yeye mwenyewe. Wewe si kazi yako kuweza kujua kanisa linavyokuwa. Mwenyezi Mungu anajua vile linavyokuwa. Kazi ya Mwenyezi Mungu lazima iende katika utulivu sana, bila kukwama. Mungu lazima atimize kusudi lake kwa watu wake. Ndio maana anakazia juu ya mbegu kwamba inakuwa, na mwanadamu ambaye anaishi hapa duniani lazima atambue jambo hili kwamba Mwenyezi Mungu yeye katika makuzi yake ya kulifanya kanisa lake liweze kukua, kuna vitu ambavyo amevifunga kwa mwanadamu asiweze kuvitambua, na huo ndio unyonge ambao mwanadamu ako nao. Mwanadamu yeye katika maisha yake kuna vitu ambavyo ni siri za Mwenyezi Mungu ameziweka, asitambue vile mambo mbalimbali yanapofanyika ndani yake. Kwa lugha nyingine ni kwamba hakuna mwanadamu ambaye amewahi kuwa na siri za maisha yake. Yaani uwezo wa kuunda chochote ndani ya mwili wake mwanadamu hawezi. Nina uwezo wa kutengeneza baadhi ya mambo, kugundua vitu, nina uwezo wa kuweza kupanga mambo yangu kwa upya, lakini siwezi kuumba dunia, siwezi kuumba baadhi ya vitu vingine ndani mwangu. Hivyo basi mwanadamu akubali kuweza kuongozwa na Mwenyezi Mungu, akubali Mwenyezi Mungu amuongoze vile anavyotaka, baadaye akubali kukua katika kusudi la Mwenyezi Mungu, akubali kwamba siku moja katika makuzi yake ya hapa duniani Mwenyezi Mungu atafanya jambo hili. Yaani kuna wakati utaiva, kuna wakati Mwenyezi Mungu ataleta mundu, na baadaye Mwenyezi Mungu atayavuna mavuno haya, kwamba kuna kipindi utakuwa mtu mzima, kuna kipindi Mwenyezi Mungu atafika kuja kukufyeka, kukutoa katika nafasi yako ambao uko nayo, na baadaye pia siku moja tutarudi kwake. Kwa hiyo tembea katika hofu ya Mwenyezi Mungu, usijione kwamba umefika. Tembea kwamba upo katika ufalme wa Mwenyezi Mungu. Usitembee kwamba tayari wewe umeshajenga ufalme wako na kwamba dunia ni ya kwako. Yesu leo anatupatia mfano mwingine mkubwa sana juu ya punje ya haradali. Anasema hivi, punje hiyo ya haradali
ni ndogo sana. Ikipandwa katika nchi huota na baadaye huweza kuja kuwa ni mti mkubwa. Ndani mwake ndege wakaja wakapumzika na baadaye pia wakapata matunda. Inaonyesha mwanzo wa kanisa lilivyokuwa. Kanisa lilianza kidogo sana na watu wachache, tena waliokuwa dhaifu. Mitume 12, wengi hawakuwa na elimu kubwa, wengi walikuwa ni waoga kama kina Simoni Petro, waliokuwa ni wadhaifu na mara nyingine pia waliweza kumkana Yesu. Kanisa hili lilipokuwa linakuwa kwa sababu lilikuwa katika ufalme wa Mwenyezi Mungu, yeye mwenyewe akalimwagia, akalitunza. Kanisa limeenea dunia nzima mpaka limekuwa ni taasisi ya kuweza kushangaza. Somo la leo linatufundisha kitu gani katika habari za punje ya haradali? Ni kwamba katika maisha usiogope hata mara moja kuanza kitu. Anza na kitu kidogo. Kuna watu wanaogopa kuanza biashara katika mtaji mdogo sana kama punje ya haradali. Wazo dogo ambalo uko nalo ni la thamani kubwa sana. Anza nalo hilo. Anza na hicho kidogo. Anza na mshahara mdogo ambao uko nao. Ukiutunza huo mshahara mdogo, ukiutunza hiyo biashara yako ndogo katika viwango hivyo ambavyo uko navyo, taratibu athari yake baadaye inakuja kuwa kitu kikubwa sana. Hakuna mfanyabiashara mkubwa duniani aliyeanza katika biashara kubwa. Alianza na biashara yake ndogo kama punje ya haradali. Hata wewe katika safari yako ya maisha, ukianza na hicho kidogo hicho, baadaye kinakuja kuleta madhara ambayo ni makubwa sana. Lazima uanze. Ukianza na kitu kidogo kitakuwa. Usipoanza hakiwezi kuja kuleta madhara katika maisha yako. Fanya uwezalo. Kilinde kile kidogo ambacho uko nacho. Matokeo ya hicho kidogo ambacho uko nacho kitaenda kuwashangaza watu wengi sana. Kitunze kwa uaminifu wote, na Mwenyezi Mungu akulinde. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.